vichwa wala tusiwe ni watu vinganganizi katika kupingana na haki na ukweli. Dini si mali ya mtu, dini ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na alimtuma ni mtume wake sallallahu alaihi wasallam ambaye la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Na mwingine yoyote asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yahtamil alayhi al-khata' was-sawab, inawezekana akapatia au akakosea. Ama mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni maasum katika hayo. Kwa hiyo isiwe nyoyo zetu zimefungwa na watu, isiwe nyoyo zetu zimefungwa na watu kwa sababu ya kuwapenda watu fulani au kuwachukia watu fulani. Nyoyo zetu tuziweke huru katika haki, ziwe ni nyepesi kwenye kuifuata haki na kwenye kufuata ukweli. Bila shaka tukifanya hivyo tutaweza kufanikiwa. Sisi ni wanadamu, tunaghadhibika na tunafurahi, na hali nyingine zote za kibinadamu zinaweza kutokea. Kwa katika maneno pia tunaweza tukazungumza maneno kwa hali ya ubinadamu ikawa si maneno ya sawa sawa, kwa sababu maneno yetu sisi si Qur'ani wala si maneno ya al-Ma'sum sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hilo ninawaambia wazi, kwa sababu mara nyingine ile hida au ghera katika dini au ghadhab inaweza kumpelekea mtu akazungumza maneno ambayo si sawa sawa. Sasa kuzungumza maneno, mtu kuzungumza maneno mara nyingine kwa njia ya ghadhab au kwa njia ya chuki mathalan, isikatupelekea sisi tukaitupa haki moja kwa moja. Mtu akawa haitaki haki kwa sababu mbona kazungumza hivi, pale ilikuwa hastahili kuzungumza. Taibu ni mtazamo wako, pengine ukaona kwa mtazamo wangu mimi ilikuwa si sawa sawa kuzungumza vile. Taibu tayari utushafahamu kwamba wewe unaona si sawa sawa. Madha taqulu, unasema nini amma qila lak, yale uliyoambiwa. Je, muktadha maneno unasemaje, ni sawa au si sawa? Kwa hiyo wewe unafanya uchambuzi, mwenyewe unachambua kwamba hii sawa sawa, lakini uslubu uliotumika mathalan ilikuwa sifurahi utumie hivi, kwa sababu hatuna uwezo wa kuridhisha watu wote kwa viwango vyote katika maneno. Kwa hiyo hilo nalizungumza kama tambihi tu, watu wafahamu hakuna ambaye anayeweza kuwaridhisha watu wote katika nyakati zote. Ridha an-nasi ghayatun la tudraku. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala asema kuwaridhisha watu ni lengo ambalo haliwezi kufikiwa. Huwezi kuwaridhisha watu wote hata siku moja. Kwa hiyo hilo lifahamike hivyo. Mimi sina uwezo wa kumridhisha na kumkinaisha mtu yoyote. Nina uwezo alinipo Allah tabaraka wa taala wa kubainisha kile ninachokifahamu. Ama masala ya kwamba mimi sijakinai au sijaridhika, hayo ni wewe na nafsi yako, wewe na nafsi yako, na hiyo sio shughuli yangu tena. Sasa jana tulisema kwamba kuna baadhi ya madondoo muhimu tutarudia au tutayasoma kwa maombi ya baadhi ya ikhwa. Mimi naona tufanye hivyo, alafu tuendelee na nukta nyingine zilizobakia. Nataka insha Allah mpaka tukiondoka hapa kwa ajili ya salatu dhuhuri na kupata chakula tu tushamaliza maudhi zetu biidhnillah. Alafu wakati tutakokuwa umefuatia sasa tuache huru, ni wakati wa maswali. Tuache ni wakati kuwa ni wakati wa maswali, kama tulivyoahidi kwamba wakati wa maswali katika siku ya mwisho uwe mrefu kwa ajili ya kutoa yale watu waliokuwa nao katika vifua vyao ambayo yanawakereketa, yanawasumbua. Yale ambayo yatakuwa ndani ya uwezo wetu tutayajibu idhnillah. Yale ambayo hayo katika uwezo wetu na tutahitaji kufanya utafiti na kuangaliwa, basi si lazima tujibu sasa hivi hapa. Sisi sio kina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wala kina Ibn Qayyim wala sio kina Imam Ahmad na kina Imam Shafi'i, hatuko huko. Kwa hiyo kuna masala ambayo inaweza kaja ikahitajika kupewa muda kuyaangalia au kuuliza zaidi ahlul ilmi alkibar, wanaochuoni wakubwa, na kuangalia fatawa zao kwa ithibati wa tathbiti zaidi. Katika mambo ambayo yanataka kurudiwa, nadhani nukta ya uhizbi imeeleweka. Ni nini uhizbiyya? Na sura tuliyotoa au tuliyotaja kwa ukaribu zaidi ni ile ambayo inataallaki zaidi na mujtamaa wetu uliokuwa nao.
lakini uhizbia maana yake ni pana zaidi kuliko hii tuliyotaja. Yani kama tunasherehesha kwa njia zake zote, uhizbia katika ukabila, uhizbia katika umiji, uhizbia katika marika, uhizbia katika kila sampuli, utakuta uhizbia unaingia sehemu nyingi sana. Lakini sisi tumesherehesha zaidi katika sehemu za jumuiya na taasisi, kwa sababu ndilo ambalo pia linatugusa sana sisi kwa upande wetu. Kwa hiyo ni jambo la kufanya tambii, kutanabahi nalo na kuwatanabahisha watu wengine vile vile kwamba uhizbia ni jambo ambalo ni la haram. Alhizbiyatu haramun, uhizbia ni haram, na haya wameyazungumza wanawachuoni karibu wote wa ahli sunna wal jamaa katika zama za sasa. طيب, alama za mahizbi au za uhizbia. Lilhizbiyati alamatun wa min abrazha, uhizbia una alama nyingi lakini zilizodhahiri zaidi. Alama ya kwanza, aqdul wala'i wal bara'i, ukurasa 25. aqdul bara'i al wala'i wal bara'i ala al ahwa'i wal raghabati wama yuwafiqu al mawaqif la ala al dalil was sunnah. Ni watu kufunga, kuunganisha mapenzi na chuki juu ya matamanio na matashi. Al-ahwa ni matamanio, hawa ya nafsi yani, waraghabati ni matashi yale yanayotaka mtu. Wama yuwafiqu al-mawaqif, na yale ambayo yanafikiana na misimamo fulani, la ala dalili was sunna, na sio juu ya dalili na sunna, yani sio juu ya kitabu na sunna. Fafanua zaidi, fakullu man i'taqada mu'taqada hizbihim, kila yule ambaye ameitakidi itikadi ya chama chao, wadana bima sattaruhu fi bunudihim, na akawa amejidhalilisha au akafuata yale ambayo wameyaandika katika vipengele vyao, wadasatirihim, na katiba zao, desturi zao yani, fahuwa akhuhum wa habibun lahum, anakuwa ni ndugu yao na ni kipenzi chao. mahma azumat mukhalafatuhu lilkitabi, mahma azumat mukhalafatuhum lilkitabi was sunna, vyovyote utakapokuwa mkubwa mukhalafa wake katika kitabu na sunna, yani hata kama takhalifu kitabu na sunna kwa njia yoyote ile, basi wao muda wa kuwa yeye anafuata katiba na taratibu za katiba, basi atakuwa ni mwenzao. faman kana munkharitan ma'ahum fahuwa ma'ahum bil alqab al mulamma, na yule ambaye atakuwa ni mwenye kuendana na wao, basi atakuwa ni pamoja nao, tena atapewa majina ya kubandikwa ya kumeremeta kabisa. يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الفضل, anasema Sheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zaid mwenye kitabu hiki, kitabu chake Al-Fadhl fi hukm al-intimai ila al-firaq wal ahzab wal jamaat al-islamiyya. Sheikh Bakr Abu Zaid kwenye kitabu chake hiki katika ukurasa wa 118 anasema maneno yafuatayo. Asema wa afatul afat, na balaa ya mabalaa yote, wa afatul afat, na balaa ya mabalaa yote, aqdul wala'i wal bara'i alaiha, ni watu kufunga mapenzi na chuki juu ya uhizbia. Wa hadha almihwar alhizbi lilwala'i wal bara', na huu muhimili wa uhizbia kwa ajili ya mapenzi na kuchukiana, huwa ainul mushaqati lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam, ndio ile dhati ya kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa nadhiru at-tahazzub alladhi mahahu al-islam, nao ni mfano wa ule uhizbia ambao umefutwa na Uislamu. Panahitaji maelezo hapa. Sheikh Bakr Abu Zaid, au kabla ya maelezo ya Sheikh Bakr Abu Zaid ambayo nimeyasoma hapa, tumeeleza kwamba miongoni mwa alama za uhizbia ni watu kudhihirisha alwala, mapenzi, nusra, kuteteana, au albara, kuchukiana, kutengana, kukhalifiana. Kwa msingi wa nini? Kwa hawa. Tupendana kwa sababu ya hawa zetu, tunafikiana katika baadhi ya mambo yetu. Tutachukiana
kwa sababu tunakhalifiana katika baadhi ya hawa zetu, na si kwa sababu ya dalili. Tayari kushawekwa utaratibu kwamba mtu akifanya taratibu hizi na hizi na hizi, huyu ni mwenzetu wewe atakapokuwa, lakini asipofanya hizi na hizi na hizi na hizi, si mwenzetu, na pingine ikaingia chuki ndani yake. Naeleweka mpaka hapo kwamba alwala walbara si kwa sababu ya dini. Watu wanapendana kuchukiana kwa sababu ambazo si za kidini. Atapendwa mtu kwa sababu, mtu atampenda mtu kwa sababu huyu ni kabila yangu, hata kama ana mukhalafa atamwangalia tu, lakini kwa sababu ni kabila yangu nitamfanyaje. Lakini mtu mwingine mwenye mukhalafa kama huyo, kama huo, lakini pingine kwa sababu si katika kabila lake, atampiga vita. Kadhalika atampenda mtu kwa sababu ni ndugu yake kinasabu, na hata kama ana mukhalafa yeye hatoangalia. Lakini mukhalafa kama ule unaweza kuwa mtu mwingine akawa kwa kweli mkubwa. Kadhalika katika masala ya vyama, masala ya vyama mathalan, utakuta watu wanapendana kwa sababu ya kwamba wao wako chama kimoja. Atampenda kiongozi fulani kwa sababu yuko chama chake, na atasifiwa kwamba ni mcha Mungu. Lakini kuna kiongozi mwingine kama yule, na huyo kiongozi wake pengine ana mukhalafa, au jamaa yake anakuwa na mukhalafa pamoja, lakini yuko kwenye chama chake, hawezi kusema kitu. Lakini mwingine sasa ambaye si katika chama chake, kwenye chama kingine, ana mukhalafa ule ule, basi atafanya kama vile pengine kama vile Firauna alayhi la'inullah, au atamchukulia kama vile Iblis, atamchukulia kama vile Abu Jahl, Firauna hadhihi al-umma. Kwa namna, kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mapenzi yanayofungamana na hawa za nafsi. Kadhalika katika masaili ya jumuiya za Kiislamu na taasisi za Kiislamu, kadhalika mambo haya pia yameingia. Watu wanapendana kwa sababu huyu ni mwanachama mwenzetu katika taasisi yetu, na namchukia yule kwa sababu yule si katika taasisi yetu. Wajua sisi na wale tuna tofauti kidogo. Tofauti za nini? Mielekeo ya kitaasisi, lakini wote ni watu wa sunna. Kwa hiyo nampenda huyu kwa sababu ni kwenye taasisi yangu, namchukia yule kwa sababu hayuko katika taasisi yangu. Haya mambo yapo na yalikuwepo, na pengine yataendelea kuwepo, lakini sasa hivi kwa kiasi kikubwa walillahi alhamdu yamerudi nyuma na kuzorota kwa kiasi kikubwa mno, baada ya dawa ya salafi kutangazwa na kupiga vita mambo haya. Kwa sababu watu wenyewe wakawa wanaona kweli, jamani, hii dini ya kwamba lazima tuwe wanachama, hii ni dini ya vipi hii? Jamani, lazima tuwe, hii ni dini ya vipi? Mbona tuchukiana na watu ndugu zetu wale pale kwa sababu ya chama tu? Kwa hiyo jambo lile lilikuwa watu wakijiuliza, walipoambiwa kwamba halifai, basi roho zote zikawa zimefurahika kwa hilo. Ni kweli sisi tulikuwa nafsi zetu zina wasiwasi bwana, lakini nani atakayesema, atakayeuliza, nani atakayehoji? Kwa hiyo masala haya ya alwala walbara yapo, na ndio maana sitaki kuzungumza lugha za kuamsha hisia, lakini huko nyuma zilikuwa zikifanya kampeni katika kuchagua kiongozi mathalan wa taasisi, zinafanya kampeni ndani ya watu wa sunna, ndani ya taasisi moja tena, lakini kwa sababu hizbia namna ulivyokita, basi watu hawatazamani. Ndani ya taasisi moja atafutwa kiongozi mkuu wa taasisi, basi zinafanyika kampeni za hali ya juu, na kwenye kampeni zile ukabila pia uko ndani. Inafikia hadi ya watu kumchukia mtu fulani kwa sababu ya kabila lake, kwa sababu ya rangi yake, ikawa ukabila upo, na watu wakakosa haki kwa sababu ya ukabila, na wengine wakapata haki kwa sababu ya ukabila. Watu wakatengana, hawa wakienda huku na hawa wakienda huku, lakini ukabila.
na uhizbia, ikawa wale watu wengine waliojitenga huku wakawa wanapigwa vita, na hawa wanaopiga vita hawa piga vita tu, wale hivi wale hivi wale hivi wale hivi. Sasa hali hii imejitokeza katika baadhi ya miji na shari yake imeenea katika karibu nchi nzima, kwa sababu ya watu kuweka mapenzi na chuki katika mambo yasiyokuwa katika dini. Tena ukiangalia ni taasisi za kidini au jumuiya za kidini ambazo zimejengwa katika misingi ya sunna kama wanavyodai, lakini ukiangalia undani wake hilo ulikuti. Yani zile sunna hasa, ule msimamo wa kisunna hasa huukuti, kwa sababu kuna hii hali ya uhizbia. Sasa Sheikh Abubakar Abu Zaid yasema balaa yote ni watu kufunga mapenzi na chuki juu ya muhimili huu wa kihizbi ambao ni alwala walbara, na kufanya hivyo ndio dhati ya watu kumuasi Allah na mtume wake. Na uhizbia huo ndio ule mfano ambao umefutwa na Uislamu. Kulikuwa na uhizbia katika kipindi cha nyuma, katika kabla ya Uislamu, uhizbia kwa sababu ya kabila, uhizbia kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya uhizbia kwa sababu ya miji. Watu walikuwa wakipigana wakiuana kwa sababu ya uhizbia wao, jahiliya. Sasa mambo haya yatajarithiwa vile vile ndani ya Uislamu, kadhalika ndani ya safu za watu wa sunna. Jambo hili si jambo sawa sawa. Kwa hiyo tutasema hiyo ni alama miongoni mwa alama zake. Kwa hiyo unapoishi mahali popote ukakuta jumuiya yote inakwenda katika misingi kama hiyo, au chama chochote au watu wote wanakwenda katika sera kama hizo, basi ujue hapo hapa kufai. Na nikisema hivi nakusudia kwamba mathalan watu wamekusanyika, wamejiorganize, wakawa pamoja kwa ajili ya da'wa, kwamba jamani sisi tuungane hapa kwa ajili ya kufanya da'wa mahali fulani au kwa mtindo fulani ambao hauko nje ya kisheria. Maduati wakashirikiana, viongozi wakashirikiana katika da'wa. Hili jambo si baya, ni jambo linalokubalia, kwa sababu ni at-ta'awun 'ala al-khair, at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa, ni jambo linalofaa. Kuwa kuna jumuiya hii, jumuiya ile yasaidia kadha kuendeleza ilmu sheria, jumuiya hii yaendeleza ujenzi wa misikiti, hili yaendeleza kulia mayatima, hili yani watu wanasaidiana kwa ushirikiano wa khairi. Jambo ni hili, jambo la khairi. Lakini ikishapatikana tu katikati kwamba lakini mtu ukiwa jumuiya hii uruhusiwi kusema na mtu wa jumuiya hii, au uruhusiwi kuwa katika jumuiya hii, basi tarujue hapo hapa kufai. Hamna dini hapo, hamna dini hapo, hamna dini. Utakikana ujiepushe na jambo hilo. Kama ukiweza kukataza, likataze kwa nguvu kubwa, kwa sababu huo ni uhizbia. Sasa tumeelewana jamani? Nukta ya pili, kauli ya pili, yakulu Sheikh al-Allama, anasema al-Sheikh al-Allama mwanachuoni Ahmad ibn Yahya ibn Muhammad an-Najmi, ambaye حينما كان يذكر مساوئ الحزبية في كتابه القيم المورد العذب الزلال, alipokuwa anataja maovu ya uhizbia katika kitabu chake kilichokuwa sawa sawa kinachoitwa al-Mawrid al-'Adhb az-Zulal, ambacho pia niko nacho hapa ukurasa wa 106, alipokuwa akitaja maovu ya uhizbia, akataja maovu mengi. Sasa miongoni mwa maovu ya uhizbia asema thalithan anna al-muntamina ila al-hizbiyat wal-ahzab, kwamba wale wenye kujinasibisha, wenye kujiunga na vyama. Tukisema vyama tunakusudia zile vitu vyote vilivyokuwa na sera. Sio lazima chama kiwe cha kisiasa, kinaweza kuwa chama cha kisiasa, cha kidini, cha kikabila, nchi, na kusudia hivyo, yani vyote vinaingia. Kwa hiyo wale wenye kujinasibisha na vyama, wajaluna hizbahum huwa mihwarul wala'i wal bara, wanafanya chama chao kuwa ndio muhimili wa mapenzi na kuchukiana, walhubbi wal'ida, na kupendana na kuchukiana ndio muhimili wa alwala walbara, yani kunusuriana na kutengana ni kwa sababu ya chama. Walhubbi wal'idai, na kupendana na kuchukiana kwa sababu ya chama. Wadhālika mushaqatu lillahi wa lirasuli sallallahu alayhi wasallam, na huko ni kumwasi Allah na mtume wake. Kufanya hivyo ni kumwasi Allah na mtume wake. Kwa hiyo tumefahamu kwamba jambo au alama ya kwanza wa hizbia ni kupendana katika isiyokuwa misingi ya dini au kuchukiana katika isiyokuwa misingi ya dini. Thaniyan, alama ya pili,
au mbili alqawl bijawazi bali biwujubi bai'ati zu'ama'i aljama'at, kauli ya kuwajibisha kauli ya kujuzisha bali mpaka kufikia kuwajibisha kuwapa bai'a viongozi wa hayo makundi wa ruasai alahzab na viongozi wa vyama wal jumuiyat alislamiyya na jumuiya na taasisi za Kiislamu. Ili jambo pengine watu wanaweza kuona jambo gani tena hilo? Kuna baadhi ya jumuiya au baadhi ya taasisi, kuna kitu chaitwa bai'a. Yani watu wanampa kiongozi mkono wa utiifu ala sam'i wa ta'a fil makrahi wal manshat, katika hali ya uchangamfu au hali ya kuchukia. Ni mmoja umechukia au umefurahi lazima utii. Mfano katika jamaa ikhwan muslimina mathalan, huwezi kuingia jamaa ikhwan muslimina kama mwanachama mpaka uchukue bai'a kwa viongozi. Sasa wetu hasa kama hapa Tanzania na sehemu nyingine utakuta watu wengi si katika ikhwan muslimina kama wanachama. Maikhwani kwa sababu katika sampuli mbili. Kuna maikhwani walioathirika na fikra za kiikhwani na wakawa wanazifanyia kazi bila wao kujua, na kuna maikhwani ambao wao wenyewe ni wanachama na wana taratibu zao. Labda niwaambie kitu kimoja. Mimi nakumbuka miaka ya 90 nilipokuwa niko kule Mombasa, niliwahi kuingia katika uikhwani kwa kuchukua bai'a. Kuna siku moja nilizungumza mimi bwana uikhwani na ujua na nisha kuingia katika uikhwani. Kuna mtu mmoja anasema, "Hao maikhwani wako wapi hapa?" Kuna maikhwani, si uongo. Kama hujui uliza. Maikhwani wako kila mahali. Na mtandao wao ni mpana kila mahali. Na sera zao ndio hizo za masuala ya kisiasa, kama turudishe dola na nini na vitu gani, lakini mienendo yao ni mienendo ya kisiasa ya kikurafi. Sasa tulipokuwa tukisoma sisi kule Mombasa, kuna baadhi ya walimu, hasa walimu wa Kisomali, ilikuwa wengi wao kumbe walikuwa ni maikhwani. Sasa tujui maneno yao na nini, mara mtu ashajisha Hassan al-Banna Zaid Qutubi na nini. Sasa kuna kijana mmoja wa Kisomali alikuwa tuko Nairobi, yeye bwana akasema, "Bwana nyinyi mnatakana mjue hizo harakati." Niko mimi na kijana mmoja rafiki yangu, sina haja ya kumtaja, tukamwomba yule kijana tuletee basi kasi tusikilize za maikhwani wale wenyewe na vitabu. Bahati nzuri akatuletea vitabu, akaomba kule kwenye maktaba yao wenyewe na mambo ya kisirisiri, ulitoa vitabu naanza kusoma. Wanavipangilia ukitoa kitabu hiki usome kitabu hiki, ukitoa kitabu hiki usome kitabu hiki, hivyo unakwenda mpaka unafika mahali takriban miezi 6 miezi 7 hivi unaangaliwa tu umeathirika na ule ikhwani. Wanakukaribisha kidogo kidogo, mara unapelekwa mahali sasa waambiwa sasa leo unatoa bai'a ya imam. Sasa kweli tukalepa vitabu يوم الثلاثاء لكن حسن البنا, مجموعة رسائل حسن البنا, vitabu vya الدكتور يوسف القرضاوي, الجمود والتطرف, هموم وطن الإسلامي أو العربي, أو الأولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة. فنليته vitabu vya kina Fathi Yakan, madha yani intimai lilislam, kitu kama hicho. Kitabu hiki katika vitabu ambavyo nilikuwa nimevipenda sana vya kiikhwani, cha mwandishi mmoja wa kikurafi ni khurafi ya hasa, kwa maana kwa sababu yatetea maulidi na kutetea mambo mengine, lakini muikhwani yuko Sham, anaitwa Fathi Yakan. Kile kitabu nakumbuka mimi nilikikopi chote kwa mkono, kwa sababu nilikuwa sina pesa za kuandika kutoa photocopy, nikakiandika chote kwa mkono wangu, nikiazima nikisoma. Na zamani nilikuwa nikisoma kitabu sisome mara moja, kinipa kitabu hiki nitakisoma pengine usiku nitakiwa nishakimaliza na nitakirudia tena. Sasa nikirudia naamua nikaanza kuandika kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mwenyewe nilikuwa kuchukua kitabu chake, ikawa mimi tayari nishachukua na kopi yangu. Sasa tukasoma vile vitabu vikawa vimetuathiri kiasi ambacho mtu ukisimama ukizungumza hivi wauzungumza uikhwani, lazima hivi wewe wazungumza lakini lugha za kiikhwani. Nakumbuka mimi nilishawahi kufanya khutba, kushatoa khutba katika markazi ya Ansari kama khutba 5 miaka ya nyuma, kasema 99 kabla yake, nikazungumzia Allahu ghayatuna
والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت على سبيل الله أسمى أمانينا. hii ni nembo ya ikhwani, ni nembo ya ikhwani. Kisa Allahu ghayatuna nikaanza na hii, afu والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا khutba nyingine hiyo, والجهاد سبيلنا khutba hiyo, na khutba ya mwisho ikawa والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. na siku moja pia nikazungumza baina surati wal haqiqa, nadhani kama khutba 2 au 3 hivi, lakini ukisikiliza ni maneno ya kiikhwani kwa sababu tayari ishaathirika. Sasa ukishaathirika kama vile wapelekwa mahali wana mkutanisho leo, kuna liqaa, mkifika pale wale wana system kama vile ilivyokuwa katika baadhi ya taasisi. Kuna murshidul aam dunia nzima, ikhwan muslimin wana murshidul aam dunia nzima, na mpaka leo bado yupo. Wa kwanza alikuwa ni Hassan al-Banna. Alipofariki Hassan al-Banna mwaka 49, mwaka 50 akachaguliwa Hassan al-Hudhaibi, akawa yeye ndio akawa ndio aminul aam. Mwaka 73 nadhani alifariki bwana, sikumbuki bidhabti, akachukua Umar al-Tilmisani. Alipokufa huyu bwana akachukua Mustafa Mashhuri. Kipindi kile sisi tujiunga na ikhwan, ilikuwa murshidul aam, wenyewe wanamuita murshidul aam, alikuwa ni Mustafa Mashhuri. Alipofariki nasikia sasa hivi ni Muhammad Akif, na sijui kishakufa au vipi, sijui sasa hivi habari zao, lakini wanakwenda hivyo. Kwa hiyo dunia nzima inaitika. Sasa kila nchi au kila mahali wana kitayari wana kijidola chao cha ndani ndani, hakiko dhahiri. Mali fulani hawa amiri wao au murshidi wao ni mtu fulani. Sasa ule murshidi ana watu wake chini, waambiwa kuna an-naqib, sijui kuna nani al-usra, nimesahau majina yako. Kwa hiyo kila afu kuna usar katika mji mmoja, mathalan katika mkoa kama huu wa Mtwara, katika kila mahali kuna vijimbo. Jimbo hili lina mtu wake, jimbo hili lina mtu wake, alafu lile jimbo lenyewe linagawanywa, kuna usra fulani naqibu wake ni mtu fulani. Kwa hiyo wewe unapokwenda kuchukua bai'a unapelewa kwa yule kiongozi sio ile jimbo lile, kama ni Mtwara pale unakwenda kuchukua bai'a kwake kwa niaba ya imamu. Kwa hiyo wewe unapochukua bai'a mnatoa mikono ya utiifu pale, mnazungumza kwamba sisi tutaitumikia dini. Yaani kuna maneno ya kiikhwani ambao wenyewe wanatoa, nimeshasahau muda mrefu, sababu zaidi ya miaka 10 mnazungumza maneno yale kwamba tayari umeshaingia katika utiifu na wewe ni mwana ikhwani. Kwa hiyo unaunganishwa kimataifa, yani mnaunganishwa kwa maana ya kwamba mnakaa kwenye durusu zenu za kila wiki, kila Ijumaa mnakutana, pengine mnapanga katika usra yenu, mnakutana, mnakwenda kusoma baadhi ya vitabu na baadhi ya maalumati, lakini hakuna dini. Ninachowaambia hakuna dini, kwa sababu kule katika ile usra yetu ilikuwa kuna makhurafi pia wamo kutoka Mamburui. Makhurafi ni huyo mwenyewe rais naqibu al-usra, namfahamu, jina lake lilikuwa kiitwa Muhammad al-Amin, Muhammad al-Hadi. Khurafi kupita kiasi. Huyu jamaa sasa hivi yuko Uingereza, alikuwa kikaa Mombasa. Sasa siku moja alialikwa Mahdi Kisauni kuja kufanya muhadhara. Yeye ni mtu ajibu, ni mtu kuandika mashairi, ni mtu wa lugha mashaallah. Akaandika mashairi yake, alafu wanatawassal bin nabii, akawa anatawassal kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufahamu katika aqida ahli-sunna wal jamaa, aqida as-salaf ni jambo la shirki, sio? Wanafunzi wakamjia juu pale katika muhadhara, katika holi, vurugu. Jamaa watu wakatulizwa pale, tulieni. Watakwambia hilo la yajuz. Jamaa sema mimi niko tayari kufanya mjadala katika hili. Lakini pale akija pale hamwezi kumjua kama huyu ni kiongozi wa ikhwani. Sisi tulikuwa tutashajua, tunajua yule ni kiongozi wetu. Sasa mtazama makhurafi, mashia wamo. Sasa mimi nawafahamisha hivyo kwamba maikhwani muslimin wana kitu chaitwa bai'a. Kwa mnachukua bai'a. Sasa kuna baadhi ya vyama na baadhi ya taasisi za dini zimerithi system hiyo ya bai'a. Utiifu wa kiongozi as-sam'u wa ta'a. Mara ya kwanza tulipokaa kwenye vikao baina yetu sisi na uongozi wa taasisi Ansari Muslim Center, ile jambo lilitajwa. Wakasema kwamba ule mkutano mkuu ule, yani baada ya uchaguzi ule mkuu ule, baada ya miaka 4, ule mkutano mkuu ile ni bai'a. Ni kama bai'a. Wallahi nazungumza na watu ni mashahidi waliokuwepo. Maneno haya yalitamka kwamba ile ni bai'a.
tukamwambia kwa ni bai'a ni nani aliyekuwa ni khalifa pale anapewa bai'a, nani mtawala, kwa ni bai'a si kwa mtawala. Sasa katika muhadhara kilichotia nguvu zaidi, katika muhadhara aliyotoa bwana Salim Barahiani akitetea kwamba bai'a yafaa, kuna muhadhara mmoja katika kuzungumzia tanzimi, na kaseti niko nayo mimi simzulii, na wala yeye hawezi kukataa kwa sababu neno hili nimelikariri zaidi mara nyingi na iko kimya, bali anazidi kulitetea. Akatoa akasema Ali ibn Abi Talib mwenyewe kashasema kwamba hakuna mtawala, nimeandika katika makala moja nadhani, hakuna uamiri isipokuwa kwa nini? Kwa nguvu za watu, people's power. Kwa hiyo hii ndio bai'a ya kuwapa bai'a ya watawala. Kwa hiyo sisi ule mkutano wetu mkuu kama bai'a, tutasema kwamba hakuna bai'a isipokuwa kwa khalifa wa Kiislamu, hakuna bai'a isipokuwa kwa mtawala mwenye nchi. Watakikana kufanya bai'a ya sam'i wa ta'a. Ama viongozi kwamba yule ni mkuu wa shule au imamu wa msikiti au mkuu wa jumuiya, hakuna bai'a as-sam'u wa ta'a fil ma'ruf, hakuna. Sasa je, nazungumza hayo kwa matashi yangu mwenyewe binafsi au kuna kauli za wanawachuoni zinazozungumzia hilo? Mimi katika ile makala nikamtajia shekhe yule kwamba si sawa sawa hivyo unavyosema wewe, ni kinyume na kauli za wanawachuoni wa kisalafi kumpa bai'a mtu mwingine asiyekuwa mtawala wa nchi, si sawa sawa, kwa sababu hilo litaleta mambo mengi ambayo si sawa sawa kama tutakavyoona. Sasa mimi nataka tusome hizi kauli za wanawachuoni. Kauli ya kwanza, suila al-muhaddith al-allama muhaddith hadha al-asr Muhammad Nasiruddin al-Albani, aliulizwa mwanawachuoni wa hadithi katika zama hizi ambaye ni Muhammad Nasir al-Albani, asema ma hukmu al-bai'ah التي تأخذها بعض الجماعات المنتمين إليها, ni nini hukumu ya bai'a ambayo wanaichukua bai'a hiyo baadhi ya jamaa wenye kujinasibisha hivi sasa, yani baadhi ya makundi, baadhi ya jamaati wanachukua bai'a kutoka kwa wafuasi wao, kutoka kwa wale ambao wanajiunga na makundi hayo. Nini hukumu yake? Yani nini hukumu ya bai'a ambayo inachukuliwa na baadhi ya makundi kutoka kwa wale ambao wanajinasibisha na kujiunga na makundi hayo? Nini hukumu yake? Wama hukmu al-bay'ati al-khassah التي تأخذها أيضا بعض الجماعات في الجهاد في سبيل الله زعموا, na nini hukumu ya bai'a ambayo ni khassa, ambayo inachukuliwa na baadhi ya makundi katika jihadi fi sabilillah kama vile wanavyodai wenyewe. Kadhalika anaulizwa nini hukumu al-qiyam bi amaliyat al-ightiyaliyat وغير ذلك بدعوى إرادة طبعا إقامة حكم الله في الأرض وغير ذلك. كذلك nini hukumu ya watu kutekeleza vitendo vya kuvamia na kuua, kama vile kupora na kuua, yani vitendo vya kigaidi wenyewe na mingineyo katika madai wa ghairu dhalika, na sio kwa hayo bid'ah iradati tab'an iqamati hukmi Allah fil ardh, kwa madai ya kwamba wanakusudia kusimamisha hukumu ya Mwenyezi Mungu katika ardhi na mingineyo. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, msikizeni anavyojibu, anasema nahnu fima alimna la nara abadan hunaka bai'a, sisi kwa vile tunavyofahamu hatuoni kabisa kwamba kuna bai'a illa liman la wujuda lahu al-yawma, isipokuwa bai'a ni kwa yule ambaye sasa hayuko leo. Bai'a inamstahikia yule ambaye leo hayuko. Fa idha wujida bui'a, akipatikana atapewa bai'a. Naye ni nani? Asema huwa al-khalifa, naye ni khalifa, huyu ndiye anastahili kupewa bai'a. Alladhi yajma'u al-muslimuna ala mubay'atihi, bai'a ambaye khalifa ambaye wanawafikiana waislamu juu ya kumpa bai'a. Amma mubay'atu hizbin min al-ahzab fi fardin li ra'isin lahum, ama kupewa bai'a, kutoa bai'a chama miongoni mwa vyama kutoka kwa mtu mmoja kumpa kiongozi wao, au jamaa min al-jama'at li ra'isihim, au kundi katika makundi kumpa bai'a rais wao, wa hakadha na kuendelea kama hivyo. Asema fahadha fil waqi' min al-bid'i al-'asriyya, ama hili katika waqi', katika hali ya kisasa tuliyokuwa nayo, ni katika bid'a za kisasa. Mnaelewa maneno haya?
Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala asema watu kutoa bai'a, kuwapa viongozi wa vyama au wa makundi, kumpa bai'a, bana sisi tuko chini ya taa yako, sam'a wa ta'a, wakampa mkono utiifu, jambo hilo ni bid'a ya kisasa. Na hili limetetewa, msimkashangaa mkaona kwamba mbona kule hamna, limetetewa kwamba jambo hili lafaa na ikaitwa mkutano mkuu ndio bai'a. Mpo jamani? Sasa Albani anawaambia hii bid'a ya kisasa allati fashat fi zaman al-hadhir, anaendelea sema bid'a ambayo imeenea katika zama za sasa, wadhālika bila shakkin mimma yuthiru fitanan kathiran jidda baina al-muslimin, na hilo bila shaka ni katika yale ambayo yanainua fitna nyingi baina ya Waislamu. Katika silsilatul huda wan nur kaseti nambari 344 kadhalika 288 حول مسألة البيع لغير الحاكم الشرعي والإمارة في الحضر. tumeelewana jamani? haya, anasema tena Sheikh Bakari Abu Zaid, إن البيعة في الإسلام واحدة من ذوي الشوكة، يعني أهل الحل والعقد. بيعة katika Uislamu ni hii moja, nayo ni ile inayotoka kwa watu wenye shauka. Ni kina nani? Anasema ahlul halli wal aqdi, usiseme ahlul hilli wal aqdi, sawa sawa ni ahlul halli wal aqdi. Weka shakli upate kudhibiti halli, yani watu wenye kuyafungua mambo na vile vile kuyafunga mambo, watu wenye ilmu, viongozi, wataalamu wenye takhasusi mbalimbali, waliotakhasasi katika fani mbalimbali. Katika majlisi ya kiongozi mtawala anakuwa na watu wake ahlul ilmi, wanakuwepo watu wale specialize katika mambo fulani, wapo watu wenye khibra, ujahaun nas, viongozi wa watu wanakuwa ndio washauri wake. Watu kama hao wanaitwa ahlul halli wal aqdi. Tunafahamiana? Kwa hiyo bai'a katika Uislamu ni moja kutoka kwa mtu ambaye, kutoka kwa watu ambao ni ahlul halli wal aqdi, liwali amri almuslimin, kumpa bai'a hiyo wali au mtawala wa Waislamu, wa sultanihim, na sultani wao na mtawala wao. وإنما دون ذلك من البيعات الطرقية والحزبية في بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة، na isizokuwa hizo katika bai'a za kitariqa na za kihizbi katika baadhi ya jamaa za Kiislamu za kisasa, kulluha bai'atun la asla laha fi ash-shar'i, zote hizo ni bai'a ambazo hazina asili katika sheria. Maneno haya yako kwenye kitabu hiki cha Sheikh Bakari Abu Zaid, mmoja katika maulama kama ambao nilivyotaja katika darasa ya jana, kuhusiana maneno yake anayozungumza kuhusu Sheikh Rabi na mengineyo, nadhani nimemtaja. Sasa maneno haya ambayo ameyazungumza yako kwenye kitabu hiki, ukurasa huu wa 139. Narudia tena kusema إن البيعة في الإسلام، إن البيعة في الإسلام واحدة، بيعة katika Uislamu ni moja, من ذوي الشوكة يعني أهل الحل والعقد لولي أمر المسلمين، kutoka kwa watu ambao ni wenye shauka, ambao wanaitwa ahlul halli wal aqdi, kumpa mtawala wa Waislamu wa sultanihim, ana sultani wao. Kwa hiyo tumshaona kwamba bai'a ni yatolewa na ahlul halli wal aqdi, watu wenye maarifa, watu walio na elimu, watu maalumu ndio ambao wanatoa bai'a, na bai'a hiyo anapewa mtawala wa Waislamu, mtawala waliyu amri almuslimin, sio kiongozi wa taasisi wala jumuiya wala mwalimu wa shule wala nani wala nyapara. Hawa wapewi bai'a. Anayepewa bai'a ni mtawala, na wanaotoa bai'a si watu wote, kwa sababu muda wa kuwa wewe umeshakuwa mwanachama nambari 20 au nambari 30 basi tayari wewe ni ahlul halli wal aqdi kwa watu wa bai'a. Bai'a inatolewa na watu maalumu, watu wenyewe ni ahlul halli wal aqdi, kumpa mtawala. Tumeelewana?
asema wa inna ma duna dhalika min albay'ati at-turuqiyya, na zile zisizokuwa hizo katika bai'a za kitariqa wal hizbiyyati, na bai'a za kihizbiyya fi baadhi aljamaat alislamiyya almu'asira, katika baadhi ya makundi ya Kiislamu ya kisasa, kulluha bai'atun la asla laha, zote hizo ni bai'a ambazo hazina asili fi shari' katika sheria, la min kitabin wala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hazio kwenye kitabu wala katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, tunaomba kusimamisha muhadhara kidogo kama dakika 4-5 hivi ili tusawazishe mambo yakae sawa, kisha inshallah tuendelee. Tuliazima viti kule halmashauri ya wilaya kule kwa ajili ya kuendeshea shughuli zetu kama tulivyo sasa hivi toka juzi jana. Sasa leo wao wana dharura zao. Bakari Abu Zaid rahimahullah ta'ala kuhusiana na masala ya bai'a, anasema kwamba bai'a zote hizo ni bai'a ambazo hazina asili katika sheria, si kwenye kitabu wala kwenye sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si katika matendo ya masahaba wala tabi'in, wala si katika vitendo vya tabi'i. Fahiya bai'atun mubtada'a, kwa hiyo hizo ni bai'a zenye kuzuliwa. Wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni dalala. Wa kullu bai'atin la asla laha fi ash-shar'i fahiya ghayru lazimati al-'ahdi, fahiya ghayru lazimati al-'ahdi, na bai'a yoyote ambayo haina asili katika sheria, basi hiyo si yenye kulazimu katika mkataba kwa kuitekeleza. Fala haraj wala ithma fi tarkiha wa nakfiha, kwa hiyo hapana vibaya katika hakuna vibaya wala dhambi katika kuiacha bai'a hiyo na kuivunja, bali ithmu fi aqdiha, bali madhambi ya kwenye kuifunga bai'a hiyo. Yani ukiwa mathalan ushachukua bai'a wewe ulikuwa hujui, ukampa bai'a kiongozi, si ndio? Ikawa wewe hukujua hukumu yake, kwa hiyo waambiwa utakapokuwa umejua haramu wake, sasa ukaamua kuvunja bai'a hiyo, upati dhambi. Hutoambiwa kwamba man kharaja au man mata wa laysa alayhi laysa fi unqihi bai'a mata mitatan jahiliya. Wewe haikugusi hadithi hiyo, utajifungua na bai'a hiyo na wala hapana madhambi, bali madhambi ya kwenye nini? Kubeba bai'a hiyo. Sasa baadhi ya jamaati na baadhi ya vyama vimejiingiza katika bai'a hizo, au baadhi ya wafuasi wamejiingiza katika bai'a hizo, na hali ya kuwa jambo hilo ni la haram, na hali ya kuwa jambo hilo ni la haram. Kwa hiyo tutanabahi ndugu zangu katika imani kwamba haifai katika jamii yoyote au mjitama wowote, katika taasisi yoyote, watu kuchukua bai'a na kusema sisi tuna amir au tuna mudir au tuna khalifa, kwa ni lazima atiiwe fil ma'ruf, atiiwe. La, as-samu wa ta'a, hilo haliko. Hilo tunasema kwamba haliko, na baada jambo hilo ni katika mambo ya uzushi. Kadhalika asema wama zala amru al-ummati ala hadha madiyan la ya'rifuna bai'atan liman huwa duna martabati al-imamati al-kubra, na halijawacha kuwa jambo la umma juu ya jambo hili linakwenda hivyo, wala hawajui masala ya bai'a, kupewa bai'a kwa yule ambaye yuko chini ya kiwango au daraja la imamu mkubwa. Wa hadhihi bai'atun bid'iyyatun muhdatha, na hii ni bai'a ambayo ni ya bid'a iliyozuliwa, la dalila alaiha min kitabin wala sunnatin wala amalin salih, wala hapana dalili juu yake kutoka kwenye kitabu wala sunna wala amali ya sahaba wala amalin sahabiyin wala amali ya sahaba. Waqad ankaraha jama'atun min al-ulama'i wa shaddadu an-nakira ala fa'alatiha, na wameipinga bai'a hiyo kundi la wanawachuoni, na wakatilia mkazo katika kulipinga hilo wakatilia mkazo juu ya wale, yani wakatilia mkazo wa kupinga juu ya wale wenye kulifanya, wa annahu la asla laha, na kwamba jambo hilo halina asili. Kadhalika Sheikh Al-Fawzani rahimahullah ta'ala asema al-bai'atu la takunu illa liwali amri al-muslimin wa hadhihi al-bai'atu al-mutaaddida mubtada'a, bai'a haiwi isipokuwa kwa mtawala wa Waislamu, na hizi bai'a nyinginezo zilizokuwa nyingi ni zenye kuzuliwa. Sasa leo tunaona kwamba mathalan watu wanaasisi jumuiya tofauti mikusanyiko, ima jumuiya za Kiislamu zote zaungana, achaguliwa kiongozi mmoja kwamba huyu ndio amiri wetu, sote tunaitika kwa huyu, apewa bai'a. Watu wa sunna walishawahi kufanya hivyo?
yani nazungumzia hawa mashaikh zetu wa sunna sio walishawahi kufanya hivyo, akachaguliwa kiongozi kwa bai'a kwamba wewe ndio kiongozi wa Waislamu wote, yani wa jamaa Ansar Sunna Tanzania, na bai'a juu miaka 90. Sasa wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa wanatuambia jambo hilo ni mubtada'a, ni bid'a, katika ni bai'a mubtada'a, ni jambo lisilofaa. Sasa wao wenzetu wamelitoa wapi jambo hili? Wenzetu wamelitoa wapi? Sasa hili jambo mimi nasema kwamba wamefanya hivi kwa nia nzuri, lakini hawakupatia. Walifanya kwa nia nzuri wakidhani lafaa, lakini hawakupatia. Hawa haiwezekani kuwa wao hawakupatia. Mtu anasema mashaikh wote wa sunna Tanzania nzima wao wamekosea, itawezekana vipi? Jamani, ni itikadi ya dini gani hiyo? Mimi ninashaka kama huo ni ukhurafi wa sampuli fulani, ni ukhurafi kwa naui fulani, mtu mwenye maneno hayo. Yani sisemi hao waliofanya hivyo, hayo maneno mtu kusema hii mashaikh wote Tanzania nzima wa sunna, wengine wamesoma zamani, alafu wewe useme umekosea, si ndio ukhurafi? Huo si ndio ukhurafi jamani? Au nyinyi mnaona ukhurafi ni nini? Mimi naona kwamba kama vile kuna itikadi za kikurafi kwa mtu mwenye maneno kama hayo. Mimi nasema kwamba hizi bai'a na maneno haya niliyoshaye kuyasema huko tulipokuwa kwenye kikao cha Mombo. Mimi nilikusendelea kusema kama swala la bai'a hili ni swala la bid'a na nyinyi mlifanya, hatujalie kwamba swala hili lafaa. Nyinyi mlishampa bai'a Sheikh Salim Rajab Sima. Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje kwenye kitabu al-Imara kwenye Sahih Muslim? Asemaje kuhusu masala ya bai'a? فقاتلوا الثاني، يعني فجاء آخر ينازعه فاقتلوا الثاني. أسميه نعم، إذا بويع لخليفتين فجاء الثاني ينازعه أو فجاء الآخر ينازعه فاقتلوا الثاني. akishapewa bai'a kiongozi yule wa kwanza, alafu akaja wa pili anataka kuleta upinzani, basi muueni yule wa pili. Mbona mfanyi sasa? Na tayari ishaanza kutokea mzozo huyu na huyu mwingine. Ule wa pili si yule wa kwanza mlimpa bai'a, mbona mumuui? Sasa utakuta hadithi zenyewe zinatufunga sisi wenyewe. Kwa hiyo ameuzuliwa aliyepewa bai'a wa kwanza, khalifa wa kwanza, bila kuelezwa kwamba kwa misingi ipi ikaasisiwa nyingine bai'a nyingine, na kadhalika hii itavunjwa. Kwa sababu nakumbuka mimi siku moja mmoja katika hao viongozi waliochaguliwa kuwa ni viongozi wa sasa, na nilimwambia pia vile vile, na nilishasema tatanga kujuzu katika muhadhara, nilisema na sita kusema, nikasema huu umoja wa watu ambao wanaulingania ni umoja wa khairi, lakini kama hatutosafisha sisi mioyo yetu na safu zetu itakuwa ni uongo, tudanganyana. Kwa sababu mmoja katika viongozi leo, mmoja ni katika viongozi wa hao umoja wa mashaikh wa Tanzania wa kisunna umeungana, mmoja ni kiongozi. Na huyo mmoja kiongozi, mzozo huu ulipoanza, tulipokuwa tuzungumza, anishauri, anambia bwana usimjibu yule, usiseme chochote yule bwana kadha. Mimi bwana sikubali suluhu na yeye hata siku moja. Manake nilimuuliza kwa nini nyinyi mlipotaka kusuluhishwa? Mimi nasema wazi. Ngoja niseme wazi, kwa sababu kwenye uwazi kuna raha. Kule kuficha